Takriban miezi mitatu imebaki kabla kumalizika kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 ambapo utakwenda kushuhudia usajili wa dirisha kubwa ukifunguliwa, ikiwa ni maandalizi ya mchaka wa 2026-27, wakati kikibaki kipindi kifupi huku duru la kwanza la ligi kuu bara likimalizika kwa timu nyingi, ukiacha Simba pekee yenye mchezo mmoja pungufu. Kocha mkuu wa kikosi hicho Steve Barker inaelezwa kuwa amefanya uamuzi mapema kusuka jeshi lake upya, huku nyota wanne wakichomolewa kikosini. Katika uamuzi huo tayari mchakato wa kuongeza mikataba ya wachezaji ukiendelea kwa wale wanaomaliza muda wao mwisho wa msimu huu na bado anahitajika na msauzi huyo. Hadi sasa Rushen Deriok, Yusufu Kagoma na Eli Mpanzu wameongezewa mikataba ya kuendelea kuitumikia Simba, na zoezi hilo limefanyika hivi karibuni, ikibaki miezi mitatu kabla ya msimu kumalizika. Taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba zinasema kwamba klabu hiyo inaendelea na mchakato wa kuboresha kikosi hicho, ambapo katika vikao vyao wanaangalia kila nafasi na mchango wa kila mchezaji kujua watakaoendelea nao na wapya wa kwenda kuongeza nguvu. Katika uchambuzi huo wa kina, eneo la mabeki wa kati limeonekana kuwa salama, na kama hatatokea mchezaji mwingine kuumia, basi asilimia ni kubwa halitapanguliwa. Kati ya mabeki watano, watatu ni wazawa ambao ni Abrazak Hamza na Wilson Nangu wanaouguza majeraha, ambapo chanzo kutoka Simba kilisema wanaendelea vizuri kwa sasa, hivyo msimu ujao wanaamini watarejea kazini. Mwingine ni beki chipukizi Vidastus Masinde aliyejiunga na klabu hiyo mwanzoni mwa msimu huu akitokea TMA Stars ya ligi ya Championship. Masinde aliyezaliwa Juni 16, 2006 akiwa na umri wa miaka 19 anatazamwa kwa malengo makubwa ya baadaye. Kwa upande wa mabeki wa kigeni, Rushen Deriok raia Afrika Kusini hivi karibuni ameongezewa mkataba wa mwaka mmoja utakaoishia mwaka 2027. Mwingine ni Ivory Coast Ismail Olivier Toure aliyetua wakati wa dirisha dogo msimu huu na sasa ndiye anacheza pacha na Rushen. Moja ya chanzo kutoka Simba kimebainisha kwamba kiungo wakati aliyejiunga na Simba Agosti 14 mwaka 2025 Nabi Kamara raia wa Guinea kwake kuna mtihani, kwani licha ya mwanzo kuonekana ni mchezaji muhimu kutokana na kucheza nafasi nyingi ikiwemo beki wa kushoto na kati, mbali na ile ya kiungo ambayo ni asili yake, lakini ghafla amepoteza namba kikosini. Kupoteza namba kwa kiungo huyo kumekuja baada ya kufanyika usajili wa dirisha dogo, akiletwa Nixon Kibabage upande wa beki ya kushoto akisaidiana na Anthony Mligo, huku eneo la kiungo pia kukiwa na maingizo mapya. Nikinukuu chanzo hicho kimesema Nabi Kamara anaonekana kutokuwa na kasi ambayo kocha anaitaka, lakini pia eneo la kiungo mkabaji Baka anahitaji mtu asiye na mambo mengi na mwenye uwezo wa kucheza kwa kiwango kikubwa muda wote wa mechi bila kuchoka. Kwa ilivyoonekana Kamara hana nafasi, na ndio maana kocha akapendekeza asajiliwe kiungo mwingine, ndipo tukafanya mazungumzo na Kevin Nation. Kocha hivi sasa anahitaji kiungo mkabaji mwenye sifa hiyo kuu na sio apande juu kuchezesha timu, kwani eneo la kuchezesha linajitosheleza baada ya maingizo mapya kipindi cha dirisha dogo. Mwisho kunukuu. Chanzo hicho kimeeleza kwamba kutokana na hilo ndio maana Alassane Kante naye mwisho wa msimu huu amewekwa katika listi ya wanaoondolewa. Wengine ni Jonathan Sowa na Nio Maema anayemaliza muda wake wa mkopo akitokea Mamelodi Sundowns. Nikinukuu chanzo hicho kimesema mpaka sasa wenye asilimia kubwa ya kuondoka ni Maema na Sowa, na tayari watu wa scout wanafanya kazi yao ya kusaka wachezaji wengine watakao kuja kuchukua nafasi zao. Hao wengine lolote linaweza kutokea mbele ya safari, kwani huenda kipindi hiki cha kumaliza msimu akabadilika na kumvutia kocha. Mwisho kunukuu. Simba katika usajili wa dirisha dogo Januari 2026, eneo la kiungo mshambuliaji iliwasajili Klatus Chama, Ino Luemba, Anicet Yaura na Liba Segeye ambao wote wanacheza katika kikosi cha kwanza na kufanya vizuri. Imeandikwa na Olipa Asa na kusoma kwako na Hamza Saif.